Naam, ni matumaini yangu mtazamaji wa Tumaini Television, hujambo na karibu katika Tumaini Habari kwa siku ya leo, ikiwa leo ni Oktoba 20 ya mwaka 2025. Tulionayo kwa uchache kati ya mengi ambayo tumekuandalia kutoka chumba cha habari ni pamoja na Askofu Mwasekaga waasa walimu kuelekea mitihani ya kidato cha 4. ADC yaweka kipaumbele uraia pacha katika ilani ya uchaguzi 2025. Watu wawili wafariki dunia baada ya ndege ya mizigo kuacha njia. Na katika michezo na burudani, Yanga yajipanga kupindua meza dhidi ya Silva. Na jina langu ni Innocent John. Karibu sasa tuanze Tumaini Habari mpaka pale tamati yake. Ikiwa zimesalia siku chache kuelekea kwenye mitihani ya kidato cha 4, askofu msaidizi wa Jimbo Kuu Katoliki la Mbeya, Mhashamu Godfrey Mwasekaga amewaasa walimu kuandaa vizuri wanafunzi wanaotarajiwa kufanya mitihani yao ya kuhitimu elimu ya sekondari mwezi ujao. Taarifa yake Masa Marugala inasomwa hapa studioni. Mhashamu Askofu msaidizi Godfrey Mwasekaga ameyasema hayo katika homilia yake kwenye adhimisho la misa takatifu ya mahafali ya kidato cha 4 katika shule ya Jimbo ya Thomas More Itaka mkoani Songwe. Walimu na wafanyakazi wengine, muzungumze na watoto hawa kwa mapendo, na mujiepushe nanyi roho ile ya kisasi. Unapomwadhibu iwe ni adhabu ya kumsaidia, kumuelimisha. Askofu Mwasekaga amesema ni muhimu zitumike jitihada zaidi za kuwasaidia wanafunzi hao wafikie ndoto zao. Mabinti wenzenu hakufaulu kwenda shule au wamefaulu lakini maisha yamewagonga, watawasubiri wawaingize kwenye mambo mabaya, mambo ya uasherati, mambo ya tamaa mbaya. Wanasema huku kuna wazee wanatoa fedha, twendeni. Kwa tamaa ya fedha watu wengi wameishia pabaya. Msaidizi mkuu wa kambi ya jeshi mkoa wa Songwe, Meja Frank Mwakalunde, ametaja athari mbalimbali za matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana. Wazazi wakifika nyumbani hawa wanazijua simu kuliko tunavyozijua sisi. Yaani unaweza kukuta simu yako ukikuta inakuletea, na simu zina tabia moja kwenye mitandao, ukiingia kudownload vitu fulani vya ajabu ajabu. Mtandao unajua kwamba huyu anapenda picha za makatuni. Utaona makatuni tu yanakuja. Msiache dunia ikaenda kuwafundisha vitu vya ajabu. Emmanuel Elisha ni mwalimu wa taaluma. Ameelezea namna walivyoandaa wanafunzi hao wanaotarajia kuhitimu elimu hiyo. Upande wa taaluma, watoto wetu tumewaandaa vizuri. Mitihani waliofanya mitihani ya moko, improvement imekuwa ni kubwa sana. Kwa upande wa ushirikiano wa wazazi pamoja na walimu na watoto, ushirikiano ni mkubwa sana. Kwa upande wake, mhitimu Ernest Ndunguru ameelezea alivyojiandaa na mtihani wake wa mwisho. Nimejiandaa vizuri kwa ajili ya mtihani wangu wa taifa. Namshukuru Mungu, kiukweli walimu wanajitahidi sana kutulea. Shule ya Thomas More inapatikana Itaka mkoa wa Songwe. Ni shule inayomilikiwa na Jimbo Kuu la Mbeya lenye mikoa miwili, Mbeya na mkoa wa Songwe. Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Na ni taarifa yake Sister Martha Marugala kama ambavyo imesomwa hapa studioni. Kanisa Katoliki Jimbo la Msoma kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo Lulu Africa wamekuwa mstari wa mbele katika kupambana na ukatili wa kijinsia, hasa ukeketaji kwa upande wa watoto wa kike, ambapo jitihada hizo zimeendelea kuzaa matunda. Taarifa ya Veronica Modesti inaelezea zaidi. Nilipata maumivu makali na nilitoka damu nyingi sana. Nilikataa lakini nilishindwa kwa sababu ni mzazi. Ni kauli ya binti inayoonyesha kuheshimu maamuzi ya mzazi lakini yenye maumivu ndani yake. Wavulana wanawashauri nini? Nawashauri wao wanawake ambao hawajakeketwa. Hapa anaeleza namna hali hiyo inavyomwathiri si kimwili tu bali hata kisaikolojia. Kwa sababu wananicheka lakini nimeshazoea kwa sababu ni muda mrefu, tukana baadaye tunakuwa tu pamoja kwa sababu nimeshazoea hizo hali. Mwajuma Charles, mkazi wa kijiji cha Itirio, wilaya Tarime mkoani Mara, anaeleza namna mabinti waliokeketwa wanavyopata wakati mgumu katika utafutaji wa ajira. Psychology kweli inaathiri. Utakaa kwenye kundi lakini hautajiamini vizuri. Kwanza unakaa hata ukijiona unaona kama upo sawa, upo kama ni mlemavu fulani. Bali hata siku tulikuwa tunaongea na mwenzangu anasema mimi naenda jeshini, lakini wanasema wanaoenda jeshini wana viungo kamili. Je, sitaulizwa kama sina kiungo kimoja kamili?
Robi Mgendi ni ngariba ambaye anatoa wito kwa mangariba wengine ambao bado wanaendelea na shughuli ya ukeketaji. Uningo batebendiga tahatire saro ya sirane kaga bono temoko mahatumiga na hati bonde wanemenyere bono ora kuigware na ora takuigwa basi. Siwema Atieno ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya wilaya Tarime, na hapa anaeleza namna serikali inavyopambana na changamoto hii. Tunawashukuru sana wadau, tunafanya nao kazi vizuri na wametusaidia kwa kiasi kikubwa kupambana na ukatili wa kijinsia hususan ukeketaji. Je, ni kwa namna gani jeshi la polisi kitengo cha dawati la jinsia linavyowasaidia wasichana hawa? Kwanza ni kuwajengea tu confidence, ujasiri wa kuweza kuzungumza pasipo kuogopa kuhusiana na vitendo vya ukeketaji. Na pia kuwaeleza wazazi kwamba wanachokifanya ukeketaji ni kosa la jinai, na endapo wakitaka kumfanyia vitendo hivyo, yeye atatoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika na hatua kali tutazichukua. And the reason why we focus on this region is because of the prevalence of FGM, which is, I think, currently is at 32%. So our focus is here because there are other injustices surrounding FGM that happen here a lot. For instance, female genital mutilation, early marriages. We wanted to focus on all those as well. In the Mara region here, we partner with the Diocese of Musoma. Kanisa Katoliki Jimbo la Musoma likiheshimu utu wa kila mwanadamu limekuwa likishirikiana na wadau mbalimbali kama vile Lulu Africa katika kutoa elimu kwa jamii kwa makundi mbalimbali, watoto, vijana, ngariba, wazee wa mila na jamii kwa ujumla, ili kuelezea madhara ya ukeketaji na hivyo kuialika jamii kushiriki kwa pamoja katika kupinga vitendo vyovyote ambavyo vinadumaza utu wa mwanamke. Shirika la Lulu Africa ni moja ya mashirika yanayoshirikiana na Kanisa Katoliki Jimbo la Musoma katika kupambana na swala zima la ukeketaji kwa watoto wa kike. Nikiripoti kutoka Jimbo Katoliki la Musoma, ni mimi Veronica Modesti wa Tumaini Habari. Tukisalia mkoani Mara, serikali imetoa zaidi ya shilingi bilioni 4 na milioni 600 ili kujenga majengo 16 na vifaa tiba katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara ili kuondolea adha wagonjwa waliokuwa wakitembea zaidi ya kilomita 70 kufuata huduma za afya. Mwandishi wetu anaripoti. Akifungua majengo na vifaa tiba katika hospitali ya Kwikonelo iliyopo halmashauri ya wilaya ya Musoma, mkuu wa wilaya ya Musoma Jumaa Chikoka amesema hayo na kusisitiza kuwa hatua hiyo inakwenda kutoa nafuu kwa wagonjwa. Kina mama, wazee walikuwa wanapata kadhia kubwa. Ukisikia kutoka kina mama wenyewe kuambia wakati mwingine walikuwa wanajifungulia njiani, lakini wakati mwingine vifo mbalimbali vilikuwa vinatokea. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya uwepo wa hospitali hii ya wilaya hapa umepunguza kadhia hiyo kwa 90%, kwa maana huduma nyingi na wataalamu wengi wanapatikana katika hospitali yetu hii. Kwa hiyo tumeimarisha la kwanza kwenye upande wa miundombinu, lakini la pili na vifaa tiba vipo, lakini pia na dawa, upatikanaji wa dawa nao umeendelea kuimarika. Kaimu mganga mfawizi wa hospitali ya Kwikonelo Dr. Kwiji Komanya na mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Musoma Dulu Mahela wameelezea juu ya hali halisi ya huduma zitolewazo katika hospitali hiyo. Kwa hospitali yetu baada ya kuimarishwa, kwa sasa kwa upande wa wagonjwa wa nje tunapokea kwa mwezi kwa takriban wagonjwa zaidi ya 500. Kwa sasa wanakuja kupata huduma kwa sababu ya uimarishaji wa vifaa tiba kwa sasa vipo, lakini na upatikanaji wa dawa ulipo kwa wingi kutokana na tukioda dawa tunapata kulingana na oda tuliyoipata kwa hospitali. Lakini pia vifaa kwa ajili ya vipimo wanapata, vifaa tiba vipo vya kutosha. Naona ndio maana inaongezeka kulingana na wagonjwa ukilinganisha na nyuma. Kwa sasa tuna huduma ya OPD pamoja na huduma za ndani kwa maana ya wagonjwa wa ndani. Na ukilinganisha sasa hivi upatikanaji wa wagonjwa au uwepo wa wagonjwa na kipindi cha nyuma, sasa hivi wagonjwa wanazidi kuongezeka. Na hii ni baada ya baadhi ya majengo kukamilika, kwa sababu mwanzoni tulikuwa tuna wodi ya wanawake, tulikuwa tuna wodi ya watoto, tulikuwa tuna wodi ya wanaume, tulikuwa tuna wodi moja. Lakini kwa sasa wodi zote zimekamilika na zinatumika. Sasa tumeshamwaga slabu takriban kama mita 14.
bado mita 16 ili kuunganisha kuingia ndani ya jengo la mochwari. Kulikuwa na mapungufu ya vifaa hapa ya saruji mifuko 240 pamoja na vifaa local materials. Saruji pamoja na michanga na kokoto, ambazo mpaka sasa tenda imefunguliwa siku ya jana na wazabuni wamepatikana. Kukamilika kwa majengo, vifaa tiba na madawa katika hospitali ya halmashauri ya wilaya ya Musoma kumerahisisha upatikanaji wa huduma ya afya na kuwawezesha wagonjwa zaidi ya 700 wa ndani na nje ya wilaya hiyo kupatiwa huduma katika hospitali hiyo. Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Na sasa tuelekee huko mkoani Tanga, ambapo katibu mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI Selemani Juma Mkomi amewahakikishia watumishi katika chuo cha utumishi wa umma tawi la Tanga kuwa fedha zilizotolewa zinakwenda kukamilisha ujenzi wa majengo mapya yatakayowafanya kutekeleza majukumu yao wakiwa kwenye mazingira rafiki ya kufundishia na wanachuo kupata elimu bora. Taarifa zaidi na Dominic Maro kutoka Tanga. Katibu mkuu huyo anatoa kauli hiyo mara baada ya kufanya ziara ya kukagua ujenzi wa majengo ya chuo hicho kwa awamu ya kwanza yanayoendelea kujengwa kwa sasa katika eneo la Kange jijini Tanga. Na mimi naridhika kwa kasi inayoendelea na ujenzi huu. Mpaka sasa hivi tumefikia 65% ya ujenzi huu ambao awamu hii ya kwanza tunaenda kukamilisha. Msisitizo wangu ni kwamba tuzingatie ubora wa kazi iliyotarajiwa kufanyika. Tutarudi tena kuja kukagua kama ofisi. Kila mtumishi nadhani atapata sehemu nzuri ya kukaa, kuandaa kazi zake na kwenda kutekeleza. Lakini la msingi ni kuhakikishie kwamba tuko pamoja na nyinyi. Changamoto ambazo zilijitokeza kule nyuma nadhani sasa hivi hazipo. Kilichobaki ni kukamilisha ujenzi katika awamu hii ya kwanza. Naye mtendaji mkuu wa chuo cha utumishi wa umma Tanzania Ernest Mabonesho akaishukuru serikali kwa hatua ya kuendelea kuboresha sekta ya elimu. 100% ya pesa ambayo inatumika kwenye jengo hili kubwa ni pesa ya serikali. Ni pesa ambayo imetolewa kwenye bajeti ya serikali. Kwa hiyo niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuendeleza na kuhakikisha kwamba elimu inazidi kusonga mbele na mazingira ya kusomea yanazidi kuboreshwa. Hata madarasa yenyewe yataruhusu sasa kuweza kutoa mafunzo hata ukiwa mbali. Tutaweka maabara nzuri ambazo zitawezesha utoaji wa mafunzo. Lakini hii ni awamu ya kwanza ya ujenzi. Baada ya hapo tutakuwa na majengo mbalimbali yatakayoendelea hapa. Majengo kama 12 yataendelea kwa mahali hapa. Ndio hasa jumla ya mradi itakayokuwa utakuwa jumla na majengo 12. Stefania Solomoni, kaimu mtendaji mkuu wa Tumishi Housing, akabainisha uwepo wa majengo yenye kukidhi teknolojia ya kisasa. Lakini jengo hili tumelibuni kwamba gharama ya jengo hili linakadiriwa kuwa bilioni 6, ambalo eneo kubwa la ile eneo ni square mita 5400 ambazo baada ya kukamilika litakuwa limegharimu shilingi bilioni 6.5. Chuo cha utumishi wa umma tawi la Tanga kinatoa mafunzo yake katika majengo ya kukodi. Kwa sasa serikali imetoa fedha ili kukamilisha majengo mapya ya chuo hicho. Nikiripoti kutoka Tanga, mimi Dominic Maro, Tumaini Habari. Na asante sana Dominic Maro kwa taarifa hiyo, na mara hii sasa tuelekee huko mkoani Mwanza, ambapo zaidi ya walimu 1000 wa ngazi ya astashahada katika baadhi ya shule za msingi za mikoa ya kanda ya Ziwa wanatarajiwa kujiendeleza hadi ngazi ya astashahada kupitia mpango wa elimu wa kuendeleza walimu kazini MEWAKA unaoratibiwa na chuo cha walimu Singida kwenye vituo 31. Mabele Makubi ametuandalia ripoti ifuatayo. Wakufunzi 150 kutoka chuo cha walimu Singida wameanza kujengewa uwezo na wataalamu wa mtaala ulioboreshwa kutoka chuo cha walimu Bunda mkoani Mara. Kennedy Makuza ni mkurugenzi wa chuo cha walimu Singida kilichoanzisha mpango huo kwa kushirikiana na serikali. Serikali imetoa mtaala mpya ulioboreshwa ambao wakufunzi wengi hawana uelewa wa kutumia. Kwa hiyo sisi tumeita wataalamu wanakuja kuwaelekeza namna kwenda kuwafundisha walimu tarajari walioko makazini ili waweze kuwafundisha watoto wao. Kwa sababu mtaala huu umebadilika na mtaala huu unaenda kwenye kunaita competent based, umahiri, yani mtaala wa umahiri zaidi, sio kueleza tu. Mratibu wa mafunzo ya walimu kazini chuo cha walimu Singida Emmanuel Madata amesema mikoa ya kanda ya Ziwa tayari imefungua vituo 31 vya kuendeleza walimu kazini
kutoka ngazi ya cheti ili waweze kufikia ngazi ya stashahada. Rai yangu kwa wakufunzi hawa ni kuwa makini na kile wanachoelekezwa leo, waende wakitumie vizuri, kwa sababu tunataka tupate walimu wazuri wabobevu. Mwalimu anapopata diploma hii anakuwa kiongozi katika shule. Kwa hiyo tunapotaka wakafundishe vizuri ili tupate viongozi wazuri ambao watasimamia shule kuendesha huu mtaala ulioboreshwa kama serikali ambavyo inatuelekeza sisi kama chuo cha walimu Singida. Baadhi ya wakufunzi wa chuo cha walimu Singida wanaopigwa msasa katika kituo cha Kisesa wilayani Magu, ambao licha ya kuahidi kufikisha elimu pamoja na maarifa walioyapata kwa walimu tarajali, pia wanaelezea changamoto zilizokuwa zinawasibu. Changamoto kubwa ilikuwa ni namna ya kuandaa mambo mbalimbali kuendana na mtaala mpya. Lakini kutokana na warsha hii kuna mambo mengi ambayo sisi tumeweza kujifunza na tutaweza kuyafikisha kwa walimu wetu, nao waweze kuyafahamu na wao waweze kuendana na mtaala mpya ulioboreshwa. Warsha hii imenipa mwanga mkubwa sana na imenipa mbinu tofauti za namna gani naenda kuwasaidia wale walimu tarajali waweze kujifunza zaidi. Lakini mbinu ya kwanza niliyojifunza ni mbinu pia zile za kuweza kualika wageni. Tunapozungumzia kumwalika mgeni ni kumwalika mwalimu mmoja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ambao mbinu hiyo itatusaidia sisi kupeleka maudhui au kuwasilisha mada zetu kwa mapana zaidi. Kwa walimu ambao wameshindwa kuchangamkia fursa hii, ninapenda kuambia kwamba wasikate tamaa. Wakati utakuja na wao wataweza kujiunga tena na wakaweza kupata elimu kama ambavyo serikali yetu imetangaza kwamba kuna elimu inaweza kutolewa kama mwalimu akiwa kazini. Tukumbuke kwanza walimu wanaosoma kwenye programu hizi walio wengi wana familia. Sasa hawezi akamwacha mume na watoto na papo hapo anapaswa akigawe kipato chake. Yaani awe na matumizi anapokuwa kule main campus, lakini pia huku nyumbani pia na maisha mengine aweze kuendelea. Sasa anapokuwa kwenye program kama hii anaweza akatoka nyumbani akaja shuleni ama chuoni akasoma na bado tena akarudi nyumbani. Kwa hiyo kuna maisha ya nyumbani yatakuwa yanaendelea vizuri na maisha ya chuoni pia yatakuwa yanaendelea vizuri. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Mabere Makubi, Tumaini Habari. Asante sana Mabere Makubi kwa taarifa hiyo. Serikali ipo katika hatua za mwisho za kukamilisha mitambo na mashine zitakazotumika kuchakata na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, ikiwemo mitambo ya viwanda vya sukari kwa lengo la kuchochea uzalishaji na kuongeza kipato kwa wakulima wadogo hapa nchini. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Akikagua karakana ya uzalishaji mitambo katika taasisi ya uhandisi na usanifu mitambo Tanzania TEMDO, Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Gerard Mweli amesema ujenzi na utengenezaji wa mashine hizo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kukuza sekta ya kilimo kwa kutumia teknolojia za ndani ili kuchochea maendeleo na kuhakikisha miradi ya kimkakati inakamilika kwa wakati. Kuna teknolojia za afya, kuna teknolojia za viwanda. Kwa mfano sisi Wizara ya Kilimo tumetoa fedha tumeipa TEMDO ili watutengenezee kiwanda cha sukari kidogo ambacho kitakuwa na uwezo wa kutengeneza tani 20 kwa siku. Kiwanda hiki tunataka kwamba wale watu ambao wana mashamba madogo au mashamba ya kati au vikundi vya wakulima kupitia vyama vyao vya ushirika wanaweza wakalima miwa na wakauza sukari badala ya kuuza miwa. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa TEMDO Profesa Frederick Kahimba amesema mtambo huo utasaidia kuongeza thamani ya zao la miwa, kukuza viwanda vidogo vya usindikaji vijijini na kuinua kipato cha wakulima wadogo. Tunaishukuru sana Wizara ya Kilimo kupitia taasisi yake ya Bodi ya Sukari ambao wametuwezesha fedha pamoja na fedha za miradi ya maendeleo kuweza kutengeneza kiwanda hiki ambacho kitakuwa ni cha kwanza na cha mfano kwa Tanzania kuweza kutengenezwa hapa nchini. Kiwanda hiki kina uwezo wa kuchakata miwa tani 200 kuweza kupata tani 12 za sukari. Naye mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko Irene Mlola pamoja na mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Kahawa Tanzania Primus Kimario wameahidi kuendelea kushirikiana na TEMDO katika kuendeleza teknolojia za viwanda vinavyolenga kumsaidia mkulima kuongeza tija. Tukitumia huu ubunifu na
usanifu ambao uko hapa na kuweza kuona jinsi ambavyo tutashirikiana na sekta binafsi, lakini vile vile wakulima wenyewe, na kwenye fursa mbalimbali kama hizi ambazo tunaenda serikali imedhamiria kufanya, kama kuwa na kongani mbalimbali ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Sisi kama sekta ya kahawa au tasnia ya kahawa, ni namna gani tunavyoweza kufanya mashirikiano ya utengenezaji wa mitambo mbalimbali katika kuongeza thamani ya zao letu la kahawa. Itakumbuka kwamba kahawa yetu kwa asilimia 97 inasafirishwa nje ikiwa semi processed. Taarifa yake Rahi William kutoka mkoani Arusha imesomwa nami Yvonne Tony Kazimoto. Tumaini Habari. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Maendeleo UNDP limeanzisha operesheni kubwa za kuondoa kifusi katika barabara kuu za mji wa Gaza katika juhudi za kufungua tena njia muhimu za usafiri na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu kama vile hospitali, shule na miundombinu iliyoharibiwa baada ya vita. Na hii hapa ni simulizi zaidi. Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Tom Fletcher alitembelea moja ya maeneo ya kazi katika mtaa wa Al-Jalaa katikati mwa mji wa Gaza, akifuatana na mwakilishi wa UNDP nchini Palestina Jaco Cyril kutathmini maendeleo ya kuondolewa kwa kifusi hicho. So UNDP is doing the very important first part of removing the debris. Kwa hiyo UNDP inafanya sehemu muhimu ya kwanza ya kuondoa kifusi ambacho ni changamoto kubwa huko Gaza. Kuna takriban tani milioni 55 hadi 60 za kifusi ambazo zinahitajika kuondolewa, sawa na kile kinachotokea hapa nyuma yangu. Sehemu ya kwanza ni kusafisha barabara na kufanya hospitali, shule na majengo mengine ya kijamii kufikiwa. Kwa hivyo ndipo mahali ambapo kifusi kikuu kinatolewa karibu na eneo la kati la 12 na kujaza ukuta wa kati na kifusi. Hiyo ni kuhusu kiasi cha vifusi vinavyohitajika kuondolewa, kisha tunavichukua ili virudishwe tena, ambapo tunachukua hiyo katika mchakato wa kusagwa na kuchukua kifusi cha mwisho na kukitumia kwa ajili ya kutengeneza barabara na pia msingi wa mahema. Ni mchakato mgumu sana na utachukua miaka mingi sana kukamilika. Mradi huu unatazamwa kama hatua muhimu ya kwanza katika barabara ndefu kuelekea ujenzi mpya wa Gaza, wakati jumuiya ya kimataifa ikikabiliwa na changamoto kubwa katika kudhibiti idadi kubwa ya vifusi. UNDP inatumai kuwa juhudi hizo zitafungua njia ya kuharakisha miradi ya urejeshaji, ingawa maafisa wanaonya kuwa mchakato huo utahitaji rasilimali muhimu na muda mrefu kukamilika. Anitinyoni, Tumaini Habari. Na kwa taarifa hiyo kutoka huko ukanda wa Gaza, nilipo wasaa kwenda mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tutaendelea na Tumaini Habari. Nikusiendelea kubaki nasi. Pilika za maisha ni nyingi sana. Katika pilika hizi zinaweza kupelekea kukataliwa, kudhurumiwa ama kushindwa. Pengine madeni, vikoba, kausha damu, haya yote yanaweza kusababisha wewe ukakata tamaa ya maisha na pengine kudhurumu nafsi yako. Haya yote yana suluhisho lake. Tazama kipindi cha Maisha Kliniki kila ifikapo saa 3:30 usiku na marudio yake siku ya Alhamisi saa 3:30 asubuhi. Kutana na wataalamu mbalimbali ambao watakupa suluhisho la changamoto zako. Karibu maishani. Inuka, simama imara tena, endelea na safari. Na asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kubaki nasi ndani ya Tumaini Habari, na kama ndo kwanza unajiunga nasi, karibu. Na mara hii tunaelekea huko mkoani Geita. Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya chama cha Alliance for Democratic Change ADC, Wilson Elias Mulumbe amesema sera yake kuu inalenga kupunguza ugumu wa maisha na kuimarisha uchumi wa taifa kwa kuruhusu Watanzania waishio nje ya nchi kupata uraia pacha ili kuongeza ushiriki wao katika maendeleo ya nchi. Jode Maduka na taarifa zaidi kutoka Geita. Mulumbe alitoa kauli hiyo leo wakati akiwahutubia wananchi wa mji mdogo wa Katoro wilayani Geita katika mwendelezo wa kampeni zake za kuomba ridhaa ya kuchaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu unaotarajia kufanyika Oktoba 29 mwaka huu. Amesema kuwa hatua ya kuruhusu uraia pacha itasaidia kuongeza mapato ya fedha za kigeni, kupunguza makali ya kodi na kuimarisha ushiriki wa Watanzania waishio nje katika maendeleo ya taifa. Na vijana ambao mpo hapa, nataka niwahakikishie kwamba mkinichagua
Kula bata itakuwa ni lifestyle. Vijana hawana furaha kwa sababu hawali bata. Hakuna mzunguko wa pesa. Tunasema mtuchague sisi ADC kwa sababu tunao suluhisho kwa ajili ya hizi changamoto za kiuchumi. Lakini ndugu zangu wana Katoro, napenda kutangaza kwamba nitakapokuwa rais wa Jamhuri ya Tanzania nitawapunguzia ugumu wa maisha. Mtasaidiwa na ndugu zenu ambao wanaishi nje ya nchi, wanaitwa diaspora. Wana diaspora wana kilio chao ambacho wanasema ni uraia pacha. Na kwa kuwa nchi zote 56 za Afrika ni nchi 4 pekee ikiwemo Tanzania hatuna utaratibu wa uraia pacha. Kwa hiyo mimi nitaungana na nchi nyingine 52, Tanzania itakuwa ni nchi 53 kuweza kuwa na uraia pacha. Kwa upande wake mgombea ubunge wa jimbo la Katoro kupitia chama hicho, Mohamed Ibrahim, alisema kipaumbele chake cha kwanza endapo atachaguliwa kuwa mbunge ni kuboresha sekta ya elimu kwa kuhakikisha shule zinakuwa na miundombinu bora na walimu wanaopatiwa motisha ya kazi. Ndugu zangu, nyote ni mashahidi. Watoto wetu badala ya kwenda kupata elimu shuleni wamebaki wanahudhuria shuleni. Shule yenye watoto wachache Katoro ni 3,500. Unakuta shule ina mikondo 7. Maana yake nini? Mkondo mmoja watakaa watoto 300. Mwalimu mle darasani anaenda kufundisha? Na wauliza anaenda kufundisha nini? Nichagueni ABC. Nina mpango wa kuwakomboa watoto kwenye swala la elimu. Ninajua mkimchagua Mheshimiwa Wilson Mlumbe kama Mheshimiwa Rais, mimi nikawepo bungeni, fedha zipo. Sasa vyama mbalimbali vinaendelea na kampeni zao za kuomba ridhaa ya Watanzania kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Na asante sana Jerry Maduka kwa taarifa hiyo. Mgombea ubunge wa jimbo la Lupembe kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM Edwin Swale amesema ikiwa atachaguliwa tena kuongoza jimbo hilo atasimamia serikali kuimarisha miundombinu ya barabara kutoka miji ya Makambako na Njombe mpaka kufika kata ya Ikondo ili kurahisisha usafirishaji wa mazao ya wakulima. Taarifa zaidi na Prosper Mfugale. Mgombea ubunge wa jimbo hilo Bwana Edwin Swale amezungumza hayo akiwa katika mwendelezo wa kampeni za kusaka ubunge kata ya Ikondo halmashauri ya wilaya ya Njombe, ambapo amesema kuwa kata hiyo imekuwa ikizalisha kwa wingi mazao ya nafaka na kuathiriwa na bei kutokana na ubovu wa barabara. Mimi nashughulikia sana hii barabara. Niligundua katika uongozi wangu wafanyabiashara wengi wanapokuja kununua kwenu maharage na mahindi wanawapunja bei, wanasingizia barabara. Hata mabasi wanaweka nauli kubwa kusingizia barabara. Tunataka tudhibiti barabara, tuone watasingizia nini, nitoe nauli. Maana magari yatakuwa mengi, si ndio? Na wafanyabiashara watakuwa wengi. Kwa ukiniuliza mimi mbunge wenu, kama kuna jambo nalipigania kwa nguvu kubwa ni kuimarisha barabara hii ya mzunguko Lupembe, Ikondo, Lima, Ninga iimarike vizuri ili tuwakomboe watu wa Ikondo. Kwa upande wake mgombea udiwani wa kata hiyo ya Ikondo kupitia chama hicho cha Mapinduzi Bwana Ayubu Muhelela, pamoja na kueleza changamoto nyingine, amesema kuwa changamoto ya barabara kutopitika hasa msimu wa masika imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa wakulima. Wakulima hawa wanajitahidi sana uzalishaji, lakini mazao yao, bei yao ni hafifu sana. Lakini ninaamini kwamba tukiwa na soko, mazao yatakao kwa pamoja, inakuwa rahisi kuwashawishi Wapemba wakaweza kufika Ikondo, wakachukua haya mazao, ikiwa mazao yatakuwa ipo sehemu moja na bei inakuwa ni rahisi sana na wao namna ya kuweza wafanikisha hawa wananchi. Twendeni tukawape kula Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mbunge wetu, chifu wa maendeleo Swale na diwani wetu. Hapa Ikondo mengi yamefanyika makubwa, hatuwezi kuyasema. Vituo vya afya sekondari zimejengwa, vyumba vya madarasa, nyumba za walimu.
Wakulima na wakazi wa kata ya Ikondo akiwemo Sikujua Nisilu pamoja na Venance Kiakwe wameeleza umuhimu wa barabara hiyo ya Lupembe Ikondo kupitia vijiji vya kata ya Ninga. Huyu mgombea wa saizi anayegombea tena saizi tunamwamini, maana miaka 5 amefanya vizuri na tunahitaji tena aboreshe huko mbele. Tulikuwa tunaomba waboreshe miundombinu ya barabara, maana barabara hapa ni tatizo. Mvua zikinyesha, barabara haipitiki, magari hayaji. Tunalima mahindi, maharage, lakini changamoto iliyopo usafirishaji wa kusafirisha mazao yapelekwe mjini ni hali ngumu sana. Ngumu kwa kweli kutokana na barabara kama zilivyokaa, miundombinu ni shida. Ila tunaomba sana walipe madarakani sasa. Kwa miaka mingi kata ya Ikondo imekuwa ikisifika kwa uzalishaji wa mazao mbalimbali ya nafaka kama vile mahindi na maharage. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Prosper Mfugale, Tumaini TV habari. Asante sana Prosper kwa taarifa hiyo. Mwakilishi mstaafu wa jimbo la Mtambwe kupitia chama cha ACT Wazalendo Dr. Mohamed Ali Suleiman amesema endapo chama hicho kikichaguliwa kuingia madarakani kitaondoa tozo zote kwenye bidhaa mbalimbali ikiwemo za chakula. Taarifa yake Masanja Mabula inafafanua zaidi. Akizungumza mbele ya mamia ya wafuasi wa chama hicho katika viwanja vya Konde, Dr. Mohamed amesema hatua hiyo inalenga kupunguza gharama za maisha kwa wananchi wa kipato cha chini ambao kwa sasa wanalazimika kulanguliwa kwa kisingizio cha kodi na ada zisizo za tija. Amesisitiza kuwa ACT Wazalendo inalenga kujenga uchumi unaomjali mlaji kwa kumwezesha kupata chakula kwa bei nafuu na kwa uhakika. Kwanza jambo ambalo tutalishughulikia ni kuondoa tozo, sio kupunguza kuondoa tozo, kuondoa aina yoyote ile tayari ya kodi inayohusiana na vyakula. Aidha, katika kuimarisha uchumi wa wananchi wa Konde, Dr. Mohamed Ali Suleiman amesema ACT Wazalendo ikipewa ridhaa itahakikisha inajenga viwanda vya kuchakata samaki ndani ya jimbo hilo ili kuongeza ajira, kuongeza thamani ya mazao ya baharini na kuwapa wavuvi soko la uhakika. Kwanza anatujengea viwanda vinavyohusiana na masuala ya samaki na uchakataji wa samaki katika eneo hili, lakini pia atatupatia vyombo ambavyo kwa wavuvi wataweza kuenda maji makubwa, wataweza kuenda deep sea, kuweza kuvua na kuweza kuja hapa kuchakata samaki wao na wananchi wakapata ajira. Mgombea ubunge jimbo la Konde kupitia ACT Wazalendo Mohamed Said Kiboribo ameahidi kusimamia utekelezaji wa mradi wa taa za barabarani katika mji wa Konde, huku mfuasi wa chama hicho Idi Musa Hamad akisema kampeni zenye amani ndizo zinazoonyesha ukomavu wa demokrasia na kutoa fursa kwa wananchi kusikiliza sera za wagombea. Tumepitisha miradi miwili pale. Mradi wa kwanza ni taa za barabarani. Mwaka huu tunafanya kistaarabu, hatutaki fujo. Salama usalimini. Tusherekee kampeni kwa salama na amani. Ndio tunaokota kampeni za mwaka huu tukijaliwa inshallah. Mwenyekiti wa ACT Wazalendo jimbo la Konde, Hamad Juma, amewataka wananchi kuendelea kutunza shahada zao za kupiga kura ili tarehe 29 mwezi huu wa Oktoba waweze kushiriki uchaguzi mkuu. Mgombea wa uwakilishi jimbo la Kiwani Hemedi Suleiman Abdullah amesema wakati umefika kwa wananchi wa Kiwani kuchagua viongozi wanaoweza kuwatumikia na kuwaletea maendeleo jimboni humo. Mwandishi wetu ametuandalia ripoti ifuatayo. Amesema hayo wakati wa nyakati tofauti alipozungumza na kuomba kura kwa wananchi wa vijiji vya Kendwa, Kirimdomo, Vizuke, Kichaka na Chwaka. Amesema amekusudia kuimarisha zaidi huduma ya kijamii katika jimbo la Kisiwani, ikiwa pamoja na ujenzi wa hospitali kubwa ya kisasa na vituo vya afya vitakavyotoa huduma zote za matibabu na vipimo bure, pamoja na kusimamia swala zima la nidhamu na madaktari na wahudumu wa afya. Dhumuni yetu tunataka watu wetu wote wa wadi ya Kendwa, kwa maana ya kuanzia Kiwani mpaka Mtangani na huku mpaka mwisho wa mpaka wetu Kirimdomo mwisho na vitongoji vyake, wagonjwa wote tunataka watibiwe hapa. Lakini tutaongeza wodi moja kubwa sana ya kina mama na watoto tutajenga pale, ili tuone hospitali hii sasa inaendelea kukidhi vigezo kama ambavyo tunapata katika maeneo mengine. Nami nawahakikishia ili jambo kama tulivyoahidi mengine tukayafanya, na ili tutalifanya. Tunataka ikiwezekana hata mama zetu hawa akienda kujifungua, ikitokea kwa bahati mbaya anahitaji kufanyiwa upasuaji, basi upasuaji ufanyike hapa hapa Kendwa badala ya kwenda.
Sambamba na hayo pia Hemedi amesema akichaguliwa kuwa mwakilishi wa jimbo la Kusini atajenga soko kubwa la kisasa katika kijiji cha Kendwa ambalo litatoa fursa wafanyabiashara wa kijiji hicho na vijiji jirani kufanya biashara zao katika mazingira mazuri na salama. Aidha, Hemedi amewaahidi wananchi wa kisiwani kujenga kituo cha zimamoto na uokoaji jimboni humo pamoja na wananchi kupatiwa elimu ya uhudumu wa kujikinga na majanga mbalimbali yanapojitokeza. Ndani ya kipindi cha mwaka wa kwanza baada ya kutuchagua, kabla ya kumalizika mwaka wa kwanza, hapa tutakuwa tumeshajenga soko. Akizungumzia sekta ya elimu, Hemedi amefahamisha kuwa ndani ya jimbo la Kiwani skuli za ghorofa za msingi na sekondari zimejengwa, ongezeko la madarasa katika skuli mbalimbali, ujenzi wa dakhalia za wanafunzi wasichana na wavulana pamoja na ujenzi wa nyumba za kuishi walimu, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa ufaulu jimboni humo. Wakizungumza kwa niaba ya wazee wa vijiji hivyo, Omar Tarim na mzee Sultan Omar Mjawiri wamewaomba wagombea hao watakaposhinda kuwasaidia katika swala zima la kupatiwa mikopo ili waweze kuendeleza biashara zao na kujikwamua kiuchumi. Hasa mimi mwenyewe binafsi nishajaribu kukopa mikopo mingi sana, sijafanikiwa hata mmoja. Huwa bodaboda mpaka namba yangu kwenye nini imeletwa na sikufanikiwa. Mpaka nini wala sasa nimelipa mpaka basi la mji hatimaye nimetumia gharama karibu 500,000 na sikufanikiwa habari ya mikopo ile. Lilobakia sasa ni changamoto la msikiti wetu wa Kendwa haukidhi haja, kwani watoto walionao hapa skuli washakuwa wengi. Kwa hivyo tunalizungumza hili na nifikishe kwako, tufanye maarifa yoyote, kama wanyanyulika ghorofa tunyanyue, kama ni upigana chini tukajenga wakileo kwa nafasi tufanye. Na mara hii sasa ni mkoani Kilimanjaro ambapo msaidizi wa askofu wa KKT Dayosisi ya Mwanga Dini Samson Mbwambo amewahimiza wanafunzi wa shule mbalimbali nchini kuzingatia kusoma masomo yao kwa bidii badala ya kutegemea maombi pekee ili kufaulu mitihani yao. Taarifa ya Rehema Abraham inasomwa hapa studioni. Akizungumza wakati wa ibada ya mahafali ya 29 ya shule ya sekondari ya wasichana Usangi iliyopo wilaya ya Mwanga mkoa wa Kilimanjaro, Mbwambo amesema kuwa mafanikio hayapatikani kwa maombi tu, bali yanahitaji juhudi binafsi, kujituma na kujipanga. Elimu usisome alafu usubiri kuambiwa pokea. Yaani wala piga mbonji wazako wanasoma usubiri pokea au la wachuya. Si ndio lazima uwajibike. Na hapa anaulizwa una nini na unataka nikufanyie nini. Ameongeza kuwa ni lazima watumie hekima ya kimungu katika kutafuta mafanikio ya kielimu, kwani wazazi wamekuwa wakijinyima ili kuwalipia ada. Kwa upande wake mkuu wa shule hiyo ya wasichana Usangi, Evelyn Isaac, amesema kuwa shule hiyo imekuwa ikitoa elimu ya kitaaluma pamoja na malezi ya maadili kwa watoto wa kike, jambo ambalo limechangia ufaulu wa wanafunzi wengi wanaohitimu shuleni hapo kila mwaka. Pamoja na kutoa elimu sahihi na malezi elekevu kwa watoto wa kike, yanataka kusaidia kufikia utu halisi wa mwanamke kwa kutumia mfumo wa elimu rasmi, lakini pia ni kufanya shule iwe na ufaulu katika kiwango cha juu na hivyo kutambulika kitaifa kuwa ni miongoni mwa shule zinazofanya vizuri. Na huu ni mpango na malengo yaliyoko ndani ya miaka hii mitano ya awali kuanzia Januari 2022 hadi 2026. Wanafunzi waliohitimu wamesema kuwa malezi waliopata shuleni hapo yamewajengea msingi wa kuigwa katika jamii na kusema elimu walioipata itaenda kubadilisha maisha yao. Nitamani kwa muda mfupi ambao kwa likizo fupi ambao tutaipata hapa niendelee kushana shughuli mbalimbali ambazo zitaweza kuniingizia kipato. Lakini pia baada ya hivyo natamani kufaulu vizuri na pia niendelee na masomo ya advance. Ushauri wangu kwa sisi wanafunzi, kwa sisi wahitimu kwa mwaka huu, tukiwa majumbani tutumie mitandao ya kijamii kwa manufaa zaidi. Shule ya wasichana Usangi ni taasisi za elimu ya kidini inayoinua kiwango cha elimu kwa mtoto wa kike wilayani Mwanga. Taarifa yake Rehema Abraham kama ambavyo imesomwa hapa studio ni nitoa nje ya mpaka ya taifa la Tanzania na sasa ni huko China, Hong Kong. Ndege ya mizigo iliteleza kutoka kwenye njia ya kurukia ndege ya Hong Kong na kugongana na gari la doria kabla ya zote mbili
kuanguka baharini mapema Jumatatu na kuwaua watu wawili waliokuwa kwenye gari hilo, mamlaka nchini humo ilisema. Tupate undani wa taarifa hiyo. Ndege hiyo aina ya Boeing 747 inayoendeshwa na shirika la ndege la Uturuki ACT ilikuwa inawasili kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu ilipoteleza kwenye barabara ya kaskazini na kuingia majini. Wafanyakazi 4 waliokuwa ndani ya ndege hiyo waliokolewa na kufikishwa hospitalini. Njia ya kuelekea kaskazini inasalia imefungwa huku wachunguzi wakibaini chanzo cha ajali hiyo. Picha za televisheni zilionyesha ndege hiyo ikiwa inazama kidogo ukingoni mwa ukuta wa bahari wa uwanja wa ndege. Sehemu ya mbele ya ndege na chumba cha rubani vilionekana juu ya maji, lakini ncha ya mkia ilionekana kukatika. Ajali hiyo ilitokea kwenye barabara ya kaskazini ya uwanja wa ndege wa Hong Kong, mojawapo barabara zenye shughuli nyingi zaidi barani Asia. Njia hiyo ya kurukia ndege ilisalia imefungwa, huku njia nyingine 2 za kurukia ndege kwenye uwanja wa ndege zikiendelea kufanya kazi. Mamlaka ya uchunguzi wa ajali za anga iliainisha kisa hicho kama ajali, huku uchunguzi ukizingatia mambo mengi ikiwa ni pamoja na mfumo wa ndege, uendeshaji na matengenezo, kinasa sauti cha chumba cha marubani na kinasa sauti cha ndege zilizokuwa zikitafutwa. Wapiga kura nchini Bolivia wamemchagua seneta wa centristi kama rais wao mpya na hivyo kumaliza takriban miongo miwili ya utawala wa kisosialisti. Rodrigo Paz amemshinda mpinzani wake wa mrengo wa kulia Jorge Quiroga. Mwandishi wetu ameandaa ripoti hiyo. Raia wa Bolivia wamemchagua seneta wa mrengo wa kulia anayeunga mkono biashara kama rais wao mpya na hivyo kuhitimisha miongo miwili ya utawala wa kisosialisti ambao umeliacha taifa hilo la Amerika Kusini. Wananchi wa Bolivia walimchagua Rodrigo Paz kama rais na kumchagua seneta wa mrengo wa kulia na mwanauchumi kushughulikia mzozo mbaya zaidi wa kiuchumi nchini humo katika kipindi cha miaka 40. Paz mwenye umri wa miaka 58 alifanya kampeni ya kupunguza matumizi ya umma hasa kwa ruzuku ya mafuta na aliapa ubepari kwa wote na mageuzi ya kiuchumi katika mabadiliko makubwa kutoka kwa miongo miwili iliyotanguliwa na serikali ya kisosialisti. Rais huyo mteule ambaye atachukua madaraka mnamo Novemba 8 ameahidi kuwa mtindo wake wa utawala utakuwa makubaliano, kwani anatumai kupata imani ya umma katika jamii iliyogawanyika. Chama cha kisosialisti cha rais wa zamani Evo Morales kilikumbwa na anguko la kihistoria ambalo lilitokana na kuzorota kwa uchumi. Na sasa ni huko Vatican ambapo kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatarajia kumpokea mfalme Charles wa 3 na Malkia Camilla katika ziara ya kiserikali huko Vatican Oktoba 23, 2025. Na hii hapa ni simulizi zaidi. Ziara hiyo imethibitishwa na ofisi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 na kasiri ya Buckingham, inayoashiria wakati wa kihistoria wa kanisa la Anglikana na kanisa Katoliki, na itazingatia mada kuu mbili ambayo ni umoja wa Kikristo na utunzaji wa mazingira. Kama sehemu ya matukio ya siku hiyo, Mfalme Charles ataheshimiwa kwa jina la mshiriki wa kifalme wa Mtakatifu Paulo kwenye Basilika Mtakatifu Paulo nje ya ukuta, kwa kutambua uhusiano wa muda mrefu kati ya taji la Uingereza na Basilika ya Benediktini iliyoambatanishwa na basilika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ataongoza ibada ya maombi ya kiekumene kwa ajili ya utunzaji wa uumbaji katika kanisa la Sistine. Baadaye mkutano utafanyika kwa watu binafsi na mashirika yaliyotolewa kwa ajili ya ulinzi wa mazingira. Na baadaye mfalme na malkia watatembelea Basilika la Mtakatifu Paulo nje ya ukuta. Kasiri ya Buckingham imeelezea ziara hiyo kuwa ya kihistoria inayolingana na mada ya mwaka wa jubilei ya mahujaji wa matumaini na kutambua juhudi za pamoja za kiekumene kati ya kanisa Katoliki na kanisa la Uingereza. Katika ziara hiyo, Mfalme Charles atatangazwa rasmi kuwa mshiriki wa kifalme wa Mtakatifu Paulo na Kardinali James Michael Harvey na Abate Donato Oliari kwa idhini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama ishara ya heshima na ushirika wa kiroho. Sister Salvina Makonde, Tumaini Habari. Na taarifa hiyo kutoka huko Vatican ni pasako na mapumziko mafupi. Nikirejea hapa ni habari za biashara na uchumi. Vipimo kutoka maabara ya maudhui vimekamilika na majibu yake ni haya.
tumbo liko kama puto. Kujua kwamba umeshiba ni jinsi tumbo limetanuka. Kama kuna tatizo yoyote kwenye mimba yake wanagundua mapema ili waweze kurekebisha hiyo kitu. Kwamba mama anapaswa si ampigishe mswaki kwa sababu hana meno, lakini anamsafisha zile fizi. Kuna baadhi ya dawa zinaweza pia zikawa na madhara kwa mtoto aliyeko tumboni, anayenyonya, au hata mtoto ambaye yupo katika stage za ukuaji. Afya ni mtaji. Kutana na wataalamu wa afya kutoka sehemu mbalimbali katika kipindi cha Zahanati. Usikose kutazama kipindi hiki Ijumaa saa 2:30 usiku na marudio Jumamosi saa 8:30 alasiri. Ni hapa hapa Tumaini Television. Ipe nafsi yako tumaini. Na asante sana mtazamaji wetu kwa kuendelea kusalia nasi ndani ya Tumaini Habari. Na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Chama cha ushirika wa akiba na mikopo Mkombozi SACCOS Jimbo Kuu Katoliki la Songea kimeendelea kuwainua kiuchumi wanachama wake kwa kuwakopesha mikopo ya riba nafuu. Taarifa yake Kilian Komba inasoma hapa studioni. Wakiongea katika mkutano huo mkuu wa 22 uliofanyika katika ukumbi wa chuo cha Sokaite jimboni Songea, wanachama hao wameishukuru SACCOS hiyo kwa kuwezesha kuwainua kiuchumi na kuwakopesha mikopo yenye riba nafuu. Nimenufaika kutokana na walivyoianzisha hii SACCOS baada ya kuona nimeshafiwa, ni mjane, mama mjane, miaka 12, aliniachia watoto wadogo. Nilichokifanya, niliingia hii SACCOS, nikaanza kukopa. Nilivyokopa nikaanza kusomesha watoto wangu. Nyingine hela niliyokuwa nikipata napeleka shambani kwa ajili ya kilimo. Nanufaika kwa kilimo. Nilipofika kukopa nikapeleka shambani, nikaona katika kulipa madeni haina shida na unakopa vizuri. Alafu wala hawafuatili na wala kukamata kuweka ndani, labda kufanyia vitu tofauti, kukufilisi. Aidha, mgeni rasmi wa mkutano huo kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Songea, katibu tawala wa wilaya ya Songea Mtela Mwampamba, amewapongeza waanzilishi wa SACCOS hiyo na amewataka wananchi kuepuka kukopa mikopo kwa makampuni ya watu binafsi, bali watumie SACCOS na mabenki. SACCOS haifanyi biashara. Biashara tunafanya sisi watu binafsi. Lakini baadhi ya wananchi, tukiwepo sisi wakulima, wafanyakazi, wafanya biashara, wajasiriamali, tumekuwa tukienda kukopa fedha katika taasisi binafsi, mtu binafsi, ambapo mwisho wa siku zinatumia gharama kubwa sana jinsi ya kulipa. Akisoma risala katika mkutano huo, Savio Ngonyani, mjumbe wa kamati ya usimamizi, ameelezea changamoto zinazowakabili na jinsi watakavyozitatua. Baadhi ya wanachama kukopa bila kufanya upembuzi yakinifu wa matumizi ya mikopo, hivyo kupelekea mikopo kutumika katika malengo yasiyokusudiwa na kusababisha madeni sugu. Kwa upande wake, mwenyekiti wa SACCOS Geoffrey Mdede ameelezea mafanikio yaliyopatikana kutoka SACCOS hiyo ianzishwe. Mpaka leo tunapozungumzia tuna mtaji wa milioni 127. Nipanye tu marekebisho kidogo. Wakati mgeni rasmi anazungumza alisema ni milioni 800. Ile ni jumla ya fedha ambazo za wanachama wameshachangia. Lakini mtaji jumla ukifanya hesabu zake ni milioni 127. Kwa hiyo tunaendelea kukua. Kila mwaka Ukombozi SACCOS hufanya mkutano wa wanachama wake, na huu ulikuwa mkutano wa 22 ambao ulihudhuriwa na wanachama wote kutoka parokia zote za Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Na mara hii sasa tupate taarifa za ubadilishwaji wa fedha za kigeni dhidi ya shilingi ya Tanzania kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT.
Kwa taarifa hiyo kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, na nipa wasaa kwenda mapumziko mafupi. Nikirejea hapa atakuwa wasaa habari za michezo na burudani. Karibu sasa mwana michezo, tuweze kuungana kwa pamoja katika upande wa habari za michezo na burudani. Nicholas Kilowoko tayari ameshatuandalia taarifa hizo. Na kuna chambari zaidi ambacho kipo kilomita 70. Mvua ikinyesha tunaacha. Pia mama yangu kwa kweli alikuwa ni mtu wa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba kama umeamua kweli maisha ya upadre uamue. Ni moja jana, ni moja leo. Hapa ndipo tulipokuwa na tunasali kigango cha Chole. Karibu sasa mwana michezo, tuweze kuungana kwa pamoja katika upande wa habari za michezo na burudani. Nicholas Kilowoko tayari ameshatuandalia taarifa hizo. Namshukuru sana kwenye habari za michezo kwa mengi. Tuanze na klabu ya soka ya Yanga ambako klabu ya soka Yanga imepania kupindua meza kibabe kwa mchezo wao wa marudiano wa klabu bingwa Afrika dhidi ya Silver Strikers katika dimba la Benjamin Mkapa Oktoba 25 mwaka huu. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe amesema kwamba wanachohitaji sasa ni mashabiki kujitokeza kwa wingi katika mchezo huo, huko pia akielezea hali ya wachezaji wakiwa wako vizuri kabisa na tayari wameshaanza maandalizi katika mchezo huo. Hii kwetu ni zaidi ya dakika 90. Hii kwetu ni zaidi ya mechi ya kawaida. Hii ni mechi ambayo inabidi tuichukue timu yetu, tukaipambanie timu yetu, tuipeleke kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League msimu huu. Inawezekana kabisa kwa umoja wetu, kwa dua zetu, kwa nguvu zetu, kwa sala zetu na sauti zetu ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Young African Sports Club tunao uwezo wa kupindua matokeo, lakini huu uwezo unaanza na wewe wanachama mwenzangu, mshabiki mwenzangu wa Young African Sports Club. Wachezaji wako hapa Lirongo nafanya mazoezi na wana utayari wa kwenda kupambana kwa dakika 90 kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imefanya mazoezi kwenye kituo cha ufundi cha TFF Kigamboni kujiandaa na mchezo kuwania kufuzu AFCON dhidi ya Ethiopia utakaochezwa Oktoba 22 katika dimba la Azam Complex Chamazi Jumatano majira ya saa 11 kamili za jioni. Msemaji wa shirikisho la soka nchini Tanzania TFF Clifford Mario Ndimba amesema mchezo huo hautakuwa na kiingilio, hivyo wachezaji wamekuwa na matamanio kwa shuhudia mashabiki wakijitokeza kwa wingi katika mchezo huo kuwapa sapoti basi ya kufanya vyema katika kuhakikisha kwamba wanasonga mbele kwenye michuano hiyo. Mchezo wa Oktoba 22 tuko nyumbani, mtaji wetu wa nyumbani ni mashabiki. Kwa hivyo ni waombe wa Tanzania tujitokeze kwa wingi katika siku hiyo ya Oktoba 22 kwa ajili ya kutoa hamasa kwa timu yetu ya Twiga Stars kuhakikisha kwamba tunaikata tiketi hiyo kwa mara nyingine ya AFCON ya 2026. Mchezo huu hautakuwa na kiingilio, kwa hiyo ni wewe tukusogea na kuwa sehemu ya Watanzania, tuendelee kuandika historia katika soka la wanawake, kuendelea kufuzu hizi AFCON na sasa ikiwa ni hiyo ya 2026. Na muhani kwenye upande mzima wa Twiga Stars. Kwingineko ni kwamba uongozi wa klabu ya soka wekundu wa Msimbazi Simba umeendelea kuomba mashabiki wao kujitokeza kwa wingi kwenye mchezo wa marudiano wa klabu bingwa Afrika dhidi ya Nsingizini
katika mchezo utakaopigwa mapema kabisa Oktoba 26 katika dimba la Benjamin Mkapa. Ahmed Ali ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba, amesema kwamba ushindi waliopata ni juhudi ambao ilifanyika na mashabiki kutoka pale nchini Eswatini, na sasa ni zamu ya mashabiki wa Tanzania kuonyesha umahiri wao wanapoisupport timu yao ya Simba katika mchezo huo ambao mchezo uliopita walishinda kwa mabao 3-0. Isitokee mtu akaidharau hii mechi. Eti tumeshashinda bao 3 na kwenda kufanya nini sasa? Mnyama ameshaenda group stage. Kwanza group stage hatujaenda. We still have a job to do. Bado tuna kazi kubwa na ngumu ya kufanya. Hawa Nsingizini sio timu ya kubeza hata kidogo. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya Dar es Salaam. Naam, hayo ni kwenye klabu ya soka ya Simba. Kwingineko ni kwamba klabu ya soka ya Mbeya City imeendelea na maandalizi yake kwa mchezo wao wa Oktoba 21 dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo utakopigwa katika dimba la KMC Complex, huko pia mashabiki na wapenda soka wakikaribishwa. Gwamaka Mwankota, yeye ni msemaji wa klabu ya soka ya Mbeya City, akizungumzia Mbeya Derby, maandalizi yalivyokaa mpaka hivi sasa. Hii tunaita Mbeya Derby in Dar. Mbeya Derby in Dar tunacheza na Tanzania Prisons. Mchezo huu unataraji kuwa mgumu kwa sababu Tanzania Prisons wana wachezaji wazuri, wana walimu wazuri. Tunaheshimu technical bench yao na mipango yao mizima. Lakini heshima yetu hii haipunguzi kasi ya sisi kuzitaka pointi 3 muhimu. Na mkosa tuangazie katika rubaa za kimataifa ambako mchezaji wa zamani wa Manchester United David Beckham ameripotiwa kutaka kuungana na kundi la mabilionea kutoka pale Falme za Kiarabu waliokuwa wakiandaa mpango wa kuinunua Manchester United. Na kundi hilo la wawekezaji kutoka UAE linadaiwa kupanga kuwasilisha ofa ya kununua hisa zinazomilikiwa na familia ya Glazer. Kama sehemu ya mpango huo, mabilionea hao wanadaiwa kumjumuisha Beckham ambaye anaifahamu vizuri timu hiyo na amefanya mawasiliano ya awali na Beckham na kumpa nafasi ya kuwa mmoja wa watendaji wa mchakato huo. Mbali na kumpa nafasi ya kuwa sehemu ya watendaji wa mchakato huo wa ununuzi, inaelezwa kuwa matajiri hao wanataka pia kumpa Beckham mwenye umri miaka 50 ambaye ana utajiri wa paundi milioni 300 nafasi ya kuwa mwekezaji ikiwa atahitaji. Star huyo ambaye kwa sasa ni sehemu ya wamiliki wa klabu ya Inter Miami na Salford City amekuwa mkosoaji wa utawala wa familia ya Glazer ambayo imesababisha deni la timu hiyo ya kufikia paundi milioni 1.2 bilioni katika kipindi cha miaka 20 walichodumu. Manchester United inadaiwa kuwa na thamani ya takriban paundi bilioni 2, lakini familia ya Glazer inadaiwa kuhitaji paundi bilioni 5 ili kuuza hisa zao. Licha ya kuwa ndio wamiliki wakuu wa timu hiyo, familia hiyo kutoka Marekani iliuza hisa zao za 30% kwa Sir Jim Ratcliffe kwa paundi bilioni 1.2 na kumpa mamlaka ya uendeshaji wa shughuli zote za kiuendeshaji ndani ya klabu ya soka ya Manchester United. Mimi ni habari za michezo kwako. Asante sana Nicholas kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali za michezo na burudani, na sasa tupate utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Habari za siku huu mpenzi mtazamaji. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 siku huu. Kama unavyoletwa na mimi mchambuzi wako Amina Saleh. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote. Na hali ya bahari ni mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Victoria na ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Katika ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na hali ya ziwa ni mawimbi madogo. Katika ziwa Tanganyika, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 hadi 30 kwa saa. Na hali ya ziwa ni mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Baadhi ya maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, hususan mikoa ya Kagera na Geita, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Wakati maeneo ya ukanda wa pwani pamoja na mkoa wa Morogoro, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Na viwango vya juu vya joto ni kama inavyoonekana katika ramani hii, ambapo kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa kuwa nyuzi joto 35 katika mkoa wa Katavi.
Kutoka mamlaka ya hali ya hewa tunasema asante kwa kuwa nasi na tunatakieni usiku mwema. Na kutamatika kwa taarifa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, inanipa wasaa wa kutamatisha Tumaini Habari kwa siku ya hii leo. Asante kwa waandishi wetu kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Asante kwa wewe pia ambao umeketi na kutazama Tumaini Habari. Kwa niaba ya wote kutoka chumba cha habari, jina langu ni Innocent John. Asante na uwe na usiku mwema.